tunapoendelea, niwakumbushe kusubscribe kama haujasubscribe na kulike, pia kutoa comment yako ili kuwezesha maudhui hii kuwafikia watu wengi zaidi. Katika jamii zote za wanaomwamini Mungu wa mbinguni, kumekuwa na kawaida mtu akiugua sana na kukaribia kufa au kuonekana kuwa kuna uwezekano mdogo sana wa kupona na matumaini kupotea, basi umuita mchungaji au askofu au padri, naye umuongoza kwenye toba na kumkabidhi mikononi mwa Mungu. Halafu wote, mgonjwa, ndugu na jamaa, huamini kwamba Mungu amesikia maombi, amemsamehe mgonjwa, na ya kuwa mgonjwa huyo akifa anakuwa amelala katika tumaini la ufufuo wa uzima wa milele katika Kristo. Je, kweli mambo haya yako hivyo? Je, wote wanaofanyiwa hivyo hupokelewa na Mungu? Tujifunze kidogo kupitia Biblia na roho ya unabii ili kupata majibu ya swali hili, ya kuwa watu wanaoombewa, wanaotubu wakiwa kwenye vitanda vyao kabla ya kufa, toba zao zinapokelewa, wanasamehewa na Mungu au la? Lazima tujifunze kidogo, toba ni nini na mtu anapataje kusamehewa dhambi zake akitubu? Toba maana yake ni kuhuzunika kwa ajili ya dhambi, tena kujitenga mbali nayo. Kuna watu wengine ambao hawafahamu asili ya kutubu jinsi ilivyo hasa. Wengi huhuzunika kwa ajili ya makosa, tena hujaribu kuongoka katika mwenendo wao mbele ya watu, kwa kuwa wanaogopa adhabu zaidi za ubaya wa makosa yao. Hivyo ndivyo alivyofanya Esau. Alipoona ya kwamba amepoteza kabisa urithi wake, alihuzunika, alilia. Balaam pia, yule ambaye aliitwa na Balaki akawalaani wana wa Israeli. Lakini Biblia, Balaam akiwa kama nabii wa Mungu, alitambua kabisa maandiko yanasema ya kuwa Israeli amebarikiwa, hawezi kulaaniwa. Yeye kwa kuwa aliahidiwa pesa nyingi, aliazimu kwenda kuwalaani ili apate pesa. Alipotiwa hofu sana na malaika njiani, alipomwona malaika ameshika upanga mkononi tayari kwa kumuua, akakubali kuwa amekosa asije akauawa. Walakini hakutubu kwa kweli, hakugeuka moyo, hakuchukizwa na uovu. Kwa maana ili kuzilisha hili, aliendelea na safari yake. Aliogopa kifo na matokeo ya kufa katika uovu. Tunaye mtu mwingine anaitwa Yuda Iskarioti. Alipomsaliti Bwana Yesu, alisema, nilikosa niliposaliti damu isiyo na hatia. Unaweza kusoma kwenye Mathayo sura ya 27. Alishurutishwa kukiri makosa yake alipoona moyoni mwake jinsi alivyostahili kuhukumiwa na Mungu kwa kosa lake. Lakini kila kitu kilichomtia hofu kilikuwa hukumu na adhabu ya Mungu. Hakuhuzunika sana moyoni na kuingiwa na majuto kwa kuwa amemsaliti yule mtakatifu, mwana wa Mungu, au kwa kuwa amemkana mtakatifu wa Israeli. Yuko mwingine, Farao. Alipoona maumivu ya Mungu, alikiri makosa yake. Alipoona mapigo na maumivu kutoka kwa Mungu, alikiri makosa yake ili apate kuepuka adhabu. Lakini mapigo yalipokoma, alizidi kufanya ukiburi. Watu hao wote waliogopa tu mambo yatakayotokea kwa ajili ya makosa yao, lakini hawakuwa wakihuzunika na kujuta kwa ajili ya makosa yenyewe na ubaya wake, wala hawakuwa na mpango wa kubadilika kuacha makosa yao. Unaposoma katika kitabu cha Matendo 2 fungu la 38 kwa mfano, Mtume Petro anasema, tubuni mkabatizwe. Anasema mambo mawili, kwanza tubuni, alafu mkisha tubu mkabatizwe. Alafu mkishafanywa hivyo, anasema mkabatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo ili mpate ondoleo la dhambi. Hapa kubatizwa inasimama badala ya kuuzika utu wa kale, kukana kabisa na kuzamiria kwanza upya katika Kristo. Mtu anapoweka dhamira hiyo, yani anaweka dhamira ya kuachana na maovu yote na mambo yote ya kale na kuzamiria kuishi maisha mapya katika Kristo, na kusukumwa na dhamira hiyo kutubu, hapo mtume anasema dhambi zake zinaondolewa, na hivyo kinachoamua aidha anayetubu asamehewe au la, si kutubu kwenyewe, bali ni msukumo uliomuongoza mtu kutubu, na si mwingine, bali msukumo huu unapaswa kuwa dhamira ya dhati ya kuukana utu wa kale na kuanza maisha mapya katika Kristo. Si kwamba mtu anatubu lakini hana mpango wa kuachana na matendo ya kale, na si anatubu kwa kuogopa moto wa milele. Toba kama hii haiwezi kuleta ondoleo la dhambi, haiwezi kuleta msamaha.
Tukirejea kwenye swali letu la msingi kwamba aidha toba inayofanywa na mgonjwa anayekaribia kufa itapokelewa na Mungu au la? Hebu tujifunze kitu hapa, tuone kitu hapa. Ellen White, nabii wa Mungu, kuna maelezo anayatoa katika kitabu cha Spiritual Gift volume ya 2 ukurasa wa 86 paragraph ya 3. Agosti 30 mwaka 1846, yeye pamoja na mume wake James White walipanda boti wakisafiri baharini kuelekea Boston. Wakiwa katikati ya bahari, boti yao ilikumbwa na dhoruba kali. Mawimbi makubwa yalisukuma maji yakaanza kuingia kupitia madirisha. Vitu vilirushwa huku na kule, vyakula vilikuwa juu ya meza vikarushwa majini. Sasa wasafiri walianza kutubu dhambi zao na kumlilia Mungu awarehemu. Wengine walimuita Bikira Maria awaokoe. Wengine waliweka nadhiri kwa Mungu kwamba kama atawafikisha ng'ambo salama, watayatoa maisha yao yote kumtumikia Mungu, kama wanavyofanya watu wakiwa kwenye vitanda hivi kwamba Mungu akiniponya naacha ulevi, Mungu akiniponya naacha uzinzi, Mungu akiniponya naacha uchawi. Au anaacha pale vitu vyote, anasema hatorudi tena huko kama akipona, au kama akitoka anaahidi ahadi tofauti kwa Mungu kwamba atafanya hivyo kama Mungu atamjalia. Ikawa ni vurugu kwenye boti. Msichana mmoja alimuuliza Sister White, wewe mbona uogopi, umetulia tu? Ellen White akamjibu, nilikuwa nimemfanya Kristo kimbilio langu. Sasa anamwambia si kwamba amemfanya wakati huu Kristo kuwa kimbilio lake. Tangu awali katika maisha yake alikuwa amemfanya Kristo kuwa kimbilio lake. Na ikiwa kazi yangu ilikuwa imekamilika, lazima nitakufa chini ya bahari hii. Kama mahali pengine popote, lakini kama kazi yangu haijakamilika, maji yote ya bahari hii yasingeweza kuniangamiza. Tumaini langu lilikuwa katika Mungu kwamba atatuvusha salama, kama ikiwa ni kwa utukufu wake kufanya hivyo. Habari njema ni kwamba kwa rehema ya Mungu walivuka salama wote. Lakini cha kushangaza, baadhi ya abiria ambao walikuwa wakitubu na kumlilia Mungu walipokuwa katika dhoruba hawakushukuru. Walionekana kupuuzia na kuchukulia kuwa ni kawaida tu. Wengine walianza kusema upepo ulikuwa mkali baharini. Huu ni msimu wa upepo. Wakaanza kuzungumzia vitu kama hivyo. Hawakuzungumza kwamba ni Mungu amewaokoa. Mmoja alisema, atukuzwe Mungu, nimevuka salama. Artisti huyu alimtukuza Mungu. Sasa Ellen White aliposikia huyu akisema hivi, akamuuliza, kumbuka muda mchache uliopita ulitoa nadhiri kwa kuwa ikiwa Mungu atakuvusha utatoa maisha yako kwake. Dada huyu aliyesema maneno haya aligeuka, akampuuza, akamfyonya Ellen White kwamba hana mpango wa kutoa maisha, ila tu anashukuru kwa kuwa amevuka salama, lakini kule nyuma aliahidi kuwa atatoa maisha. Sasa mjumbe wa Mungu Ellen White, baada ya tukio hilo kutukia, anasema nililazimishwa kukumbuka toba zinazofanywa na wagonjwa wakiwa katika kitanda kabla ya kufa. Wengine wamekuwa katika anasa za kidunia maisha yao yote wakimtumikia shetani. Wamekuwa wachawi, wamekuwa walevi wakubwa, wengine wamekuwa mashoga, wengine wamekuwa wazinzi sugu, waasherati wa kupindukia, wakanyaga amri za Mungu, wavunja sabato, na wengine hata walimkana Kristo wazi. Na mambo haya walishuhudiwa kuwa ni uovu wakiwa wazima, lakini walipuuza shuhuda zilizotolewa na kuwakejeli watu wa Mungu waliowaletea shuhuda. Lakini ugonjwa unapoonekana kuwapeleka, wanaanza kuonesha kuwa kwa namna fulani wakihuzunikia dhambi zao, na pengine wanasema wapo tayari kufa, na marafiki zao wanaamini kuwa kwa kuwa wamewaona wakihuzunika na kutubu dhambi zao pale wakiwa kitandani, basi wamebadilika na wanafaa kuingia mbinguni. Hata wengine kama walikuwa ni washirikina, wanaagiza vitu vya kishirikina vichomwe, na watu wasema alichoma vitu vyake vyote vya ushirikina, kwa hiyo huyu anafaa, Mungu atampokea katika ufalme wa mbinguni. Lakini je, swali la kwanza, wanatubu kwa ajili ya nini? Je, wanatubu kwa kuwa wanataka kuanza maisha mapya, au wanatubu kwa kuwa wanajua wakifa katika dhambi watahukumiwa hukumu ya milele na toba ya aina hii haikubariki? Lakini kama wangepewa nafasi ya kupona,
Je, wasingemrudia uasi wao na kuwa waovu kupita mwanzo? Tunaona hata wagonjwa wengi wanakuwa mahospitali wakipona, kama walikuwa walevi wanaendelea kuwa walevi, kama walikuwa wazinzi wanaendelea kuwa wazinzi. Lakini wakiona dalili ya kufa huwa wanabadilika, wanaanza kutubu, ila wakibahatika kupona wanaendelea na maovu yao, tena wanafanya kupita mwanzo. Ellen White akatuelekeza katika neno katika kitabu cha Misali 1:22-33. Biblia inasema, enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa? Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitamwaga roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Sasa anasema, kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, yani mashauri yanayoshauri Mungu wameyapuza, wala hamkutaka maonyo yangu wakati tukiwa na nguvu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitazihaki hofu yenu ifikapo. Mungu ni mwaminifu, akiahidi tunaamini kwamba anasema ukweli. Anasema kama katika maisha haya tunayoishi kila siku anatuita, lakini hatusikii. Siku ya msiba wetu inapotokea, yeye atacheka. Alafu sio tu kucheka, atazihaki hofu yetu inapofika. Ziki na taabu zitakapowafikia, ndipo mtakaponiita lakini sitaitika. Biblia inasema tutamuita lakini hataitika. Watanitafuta kwa bidii wasinione, kwa kuwa walichukia maarifa, hawakuchagua kumcha Bwana, hawakukubali mashauri yangu, wakadharau maonyo yangu yote. Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao, watashiba mashauri yao wenyewe. Kwa maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Kwa hiyo maandiko haya yanaonesha kuwa Mungu hujitahidi sana kutuangazia nuru tunapotenda dhambi na kututaka tutubu, lakini tunaacha. Lakini anapoonekana mabaya tunatubu. Na hii sio hata tu kwa wagonjwa wanaolala katika vitanda vyao ambao wanaogopa kifo au wanaogopa hukumu ya milele wanafanya hivyo. Lakini hata wengine usiku wanakaa katika mazingira ambao wanaogopa wachawi na kadhalika. Wakiona kwamba wametenda dhambi siku, wanapopiga magoti kwa ili walindwe na Mungu wanatubu. Alafu asubuhi wakiamka wanaendelea maovu yao. Je, toba za aina hiyo zinakubalika? Ikiwa kutubu ni kubadilika kabisa, kugeuka na kudhamiria kuacha dhambi, toba za aina hiyo haziwezi kukubalika. Petro anasema tubuni mkabatizwe, tubuni mgeuke, mzike utu wa kale, mpate ondoleo la dhambi, mpate kupata nafasi nyakati za kuburudishwa kwako kwake Roho, yaani mgeuke kwa watoto wa Mungu mkiongozwa na Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, usije ukategemea kwamba unapopuuza neno la Mungu sasa, unapopuuza kufanya matengenezo sasa na kushirikiana pamoja na Kristo, eti utakuja kutubu ukiwa katika kitanda, ukiwa unaumwa, unakaribia kufa. Hapana. Maandiko katika Misali 1:22 anasema Mungu ukiwa unampuuza sasa, atakupuuza siku hiyo. Sehemu nyingine Yesu anasema ikiwa watakaonionea haya mimi, nami nitawaonea haya mbele za Baba yangu. Mara nyingi mtu anapofikia wakati wa kufa, mlango wake wa rehema unakuwa umefungwa. Pengine waweza kuniuliza, yuko mtu kama mwizi msalabani, alitubu pale katika msalaba na kusamehewa. Lakini yule, hakuna sehemu katika maandiko panapoonesha kwamba yule mwizi msalabani alipuuza neno la Kristo au alimsikia Kristo kabla. Lakini mwizi msalabani alimsikia Kristo pale na alitubu pale alipopokea neno. Kwa wale watu wote ambao kwa namna moja au nyingine tunapata fursa ya kulijua neno la Mungu na kujua mapenzi ya Mungu kwa sasa, hebu tupambane kwa namna tuwezavyo na kumuomba Kristo atusaidie kubadilika. Kwa maana kadri tunavyobadilika, hata tunapofikiwa na tufani, tunapoita jina la Bwana, Bwana anasikia na kutuokoa. Lakini vinginevyo Bwana atakaa kimya. Na hawa ndugu wanaosema kwamba marehemu amekufa katika Kristo, tutaonana naye asubuhi njema, wanajidanganya. Wako watu ni kweli pale katika vitanda vyao vya ugonjwa, wanapokuja wachungaji kuwaombea, sala zao zinapokelewa, kwa sababu hata Kristo akiangalia maisha yao amewaona wakiwa katika kupambana kuacha dhambi. Kila siku wanapambana, wakikosa wanatubu, kila siku wanakosa wanatubu, wanapambana, wanabadilika, wanapanda kutoka utukufu hata utukufu. Wanapofika katika hali hiyo, wanapotubu pale kwenye vitanda vyao na kuomba rehema za Mungu, kwa kuwa wamekuwa wakitembea na Mungu na kudhamiria kila siku utakatifu, sala zao zinapokelewa. Lakini hao maisha yao yote wamempuuza Mungu na kugeukia anasa. Mungu anasema atakaa kimya. Wakati ule kubarika ndio sasa. Wakati wa kumtafuta Bwana ndio sasa. Wakati wa kumpokea Kristo na kuyaishi mapenzi yake ndio sasa. Usisubiri mpaka kwa kitanda cha mauti. Hapo
tumaini lako linakuwa ni zero. Kwani unapata hasara gani? Maandiko yanasema itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote akapata hasara ya nafsi yake milele? Au mtu atatoa nini kwa mbadala wa nafsi yake? Mungu atusaidie. Mungu anisaidie. Mungu akusaidie kutafakari hili, ili ufanye maamuzi sahihi kwa wakati sahihi kabla hujachelewa sana. Mungu akubariki, nikutakie Sabato njema. Amen.